umuhimu wa kukunywa uji wa mbegu saba. Na hizi mbegu saba huwa ni nini? Mbegu saba ni mchanganyiko wa uwele. Sasa ikiwa imesiagwa, sasa iko kama unga. Okay. Alafu unachukua mtama, unajua mtama, unachanganya mtama, sasa after umesiaga sasa inakuwa unga, unaitia pale kwenye kile kikapu. Mahindi unaitia pale kwenye ule mkorogo. Unga wa soya tena unachukua like soya, sasa soya yenyewe hizi soya beans unaziweka pale, inasiagwa. Karanga, njugu karanga hizi zinasiagwa, zinakuwa unga. Okay. And then mbegu za maboga, maybe kama pumpkin seeds ama sunflower seeds ama mbegu nyingine gani ya maboga. Hizo mbili ndo ninazo zikumbuka, lakini zipo nyingi. Alafu kuna ufuta sasa ama corn sasa. Ukiwa ule mbichi. Ukiwa mbichi sasa. So ndio hizi vitu ziweze kuingiana vizuri. Unazipeleka wapi? Kwa posho mill. Exactly. So unazichukua zikiwa vile zilivyo. Unachukua mahindi, karanga, soya, uwele, mtama zote na hizo mbegu za maboga kina pumpkin hizo, unachukua zile mbegu zake. After sasa umezikausha, zimekauka kabisa. Unazitia kwenye bagi moja. Alafu unaenda unazisiaga kwa posho mill. Sasa ile unga wake ndio unga wa mbegu saba. Ama kama hautaki kujichokesha, ziko cereal shop nyingi, hizi maduka za kuuza bidhaa kina mahindi, maharagwe, pojo. Ukienda pale umwambie nipatie unga wa mbegu saba, atakuchotea. Okay. Sawa? So faida ya kwanza ni kwamba inaongeza nishati mwilini. Sawa? Nishati kwa njia gani? Kama unavyojua binadamu ni mtu ambaye ako na system nyingi kwa mwili. Kuna system ya macho, kuna system ya ubongo ambayo ndio the mental health system awareness, kuna nervous system. Sasa alafu tena kuna system nyingine ya binadamu, reproductive system. Kuna system nyingine ya mwanadamu, digestive system, nyingine ya kutengeneza damu mwilini. So hiyo exactly, blood circulation. So mambo mengi kama haya. Alafu pia kuna system nyingine ya kuweza inaitwaje, kukua na nywele mwilini. Unapata kuna mtu the more ana grow nywele zinaenda zikipungua. So hiyo pia ni kati ya wapi? Hiyo ni kati ya vitu ambavyo inasaidia. Kitu cha kwanza ni kuongeza nishati mwilini. Kwa sababu kulingana na zile vitu nimezisema, zingine ni proteins pale na zingine pia ziko na nguvu za kuongeza mwili. Ni kwamba hii ni uji ambao itasaidia wanafunzi, baadhi ya wanafunzi, kwa sababu inakuja na kitu inaitwa omega. Omega inaweza kusaidia the brain kuweza multifunction vizuri sana. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni kwamba iko na vitamins na iron na iko na madini kama vile zinc, ambazo madini kama haya yanasaidia kuongeza damu mwilini na pia inasaidia kupambana na magonjwa. Okay, ukisema mambo ya iron, zinc ni pia inasaidia kwa ngozi pia. Ngozi inakuwa smooth vizuri and line. Kama ni mba, unajua mba zile za huwa zinashikaga mtu kwa sura zile. Ama pengine wakati mwingine unapata mtu wako na uso wake uko na vinaitwaje, ni kama vi pimples. Exactly. Kuna pimples katika uso. So the more unapoikunywa inafanya ni kama zinakuwa ni kama inaisaidia from the inside, kwa sababu kuna dermatologists wanasema kwamba ile mtu kukua na pimples inaonyesha kwamba mwili wako uko na mafuta mwingi mwilini. Nilipata niongelea swali, nilipata niongea hivyo kuambia kwamba hizo zinaashiria ni fats nyingi. Uko na mafuta nyingi ndani ya mwili. Maana ukiangalia baadhi ya watu wanaofanya hivyo wanashauriwa waende, so inaitwa skin care routine. Waende wafanye skin care routine, wajipake mavitu, lakini unapojipaka pia inaharibu mwili. Inaharibu mwili. So hiyo ni kinga ya pili ama umuhimu wa pili wa mbegu saba, inasaidia kupunguza na kupambana na magonjwa mwilini. Jambo lingine ni kwamba ukuaji wa watoto. Na hii inasaidia sana mwanamke ambaye ako na ujauzito. Kwa sababu iko na proteins na calcium. Kwa hiyo hii inaenda kwa wajawazito. Ambayo sasa pia hii inasaidia kuchangia ukuaji wa mtoto ndani ya tumbo, akuwe na mifupa na misuli mizito ama misuli ambayo imekomaa. Anapotoka mtoto akuwe na afya timamu. Sawa? Ama hata pia si lazima kwa mwanamke mjamzito, pia anaweza tumika mtoto ambaye maybe pengine hali yake iko katika hali
ya kudhoofika kidogo, ama mtu ambaye yako hospitalini. Nikitumia neno sawa, mtu ambaye yako hospitalini. Kuna nikifafanua zaidi, kuna wale ambao wamezaliwa na magonjwa mengi. So hiyo inasaidia wao inasaidia watoto wadogo pale. Kwa sababu kuna venye mifupa labda mifupa bado haipo vizuri, alafu tena ameingia duniani hajazoea hali ya dunia vile ilivyo. Kifupi inasaidia kwa mwanamke mjamzito kwa sababu akikunywa iko na madini kama vile protein na calcium ambayo inasaidia kukua kwa mifupa. Okay. Na faida nyingine? Faida nyingine ni kwamba hapo kwa wajawazito nikiongeza, kuna kitu kinajulikana kama vile folic acid. Okay, folic acid. Ama ile ambayo pia wanasema ni madini ya chuma mwilini. Kama kwa mfano nikiweza kutoka out of the topic kidogo, unajua kwa nini baadhi ya wanawake wanameza inaitwa udongo? Kukula udongo. So wanatafuta this folic acid kwa sababu kuna baadhi ya madini mwilini wana lack. Yule mtoto anavuta some proteins katika mwili ambao yule mama hana. Ndio maana baadhi unapata mtu anameza inaitwa matawi mabichi, wengine anakula udongo kabisa, embe bichi, wengine anapata anameza mchanga kwa sababu mwili umelack folic acid. So mbegu saba inasaidia. Kwa sababu tushasikia baadhi ya watu unapata tumbo imejaa mchanga. Sasa mambo kama haya yanasaidia kupunguza. Mbegu saba, sasa huo uji wa mbegu saba unasaidia kwa kitu kinaitwa fiber. Fiber mwilini, kuboresha mmeng'enyo wa chakula, like ile digestive system katika chakula. So mtu ushajipata umekula chakula lakini unasikia tumbo umemeza lakini bado ni kama kiko hapa. Ama unasikia bado kina circulate. Ama nilo umeketi lakini unapata bado tumbo linafanya ama tumbo zito. So unapomeza hii uji saba, exactly, kidogo tu once in a while, inasaidia kufungua digestive system ya tumbo mpaka mahali exit inapotokea, like ikuwe laini kabisa. Ushapata mtu kwa kizungu inaitwa constipation. Mtu anakaa mpaka like muda mrefu chooni. Alafu okay, kuna wale ambao wanakuaga na ugumu kupata haja kubwa. Lakini pia akishakipata ile haja kubwa inakuaga ngumu. Inakuaga ngumu it's like akifika kule msalani anatumia nguvu nyingi wakati inakuwa na vishindo mingi. Ushanielewa? Okay. So ina prevent, alafu pia unapomeza inasaidia kusafisha ile laini ya tumbo ama the digestive system. Kitu kingine ni kwamba inasaidia kuongeza uzito kwa afya. Najihisi kwamba nimekuwa lakini sina uzito wa mwili vinavyostahili. Maana inaitwa body mass index, BMI. Ukienda hospitalini watakwambia kuna body mass index. So kama unahitaji kuongeza uzito wa the natural weight katika mwili, ukimeza ukimeza hii uji ya mbegu saba inasaidia kuongeza uzito ambao uko natural kwa mwili. Haina haja uende umeze virutubishi, umeze vidonge, uende umeze bidhaa ambazo ziko na mafuta kwa mwili ujiongeze mafuta ambayo hayafai. Lakini uji huu wa mbegu saba utaweza. Kama vyakula ambavyo vina mafuta haina haja. Pia haina haja. So jaribu ku make sure kwamba wewe una make sure ukimeza hiyo ama ukikunywa tu hiyo uji wa mbegu saba inasaidia kuboresha viungo vya mwili na pia ndani uweze kukua na uzito ambao unaostahili. Okay. Ipo faida nyingine ambazo faida zipo nyingi, lakini ninataka kuacha msikilizaji na swali. Je, wewe kama msikilizaji unatumia uji wa mbegu saba mara ngapi kwa wiki? Ama kama ushaikutumia, did you notice any change katika mwili? Je, uli notice mabadiliko yoyote katika mwili?